Na Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Ninakusalimu tena kwa mara nyingine. Karibu sana katika injili na ibada hii. Basi kwa majina yangu naitwa mchungaji Ima ama mwalimu Junior. Ninahubiri katika kanisa la EAGT habari za Kristo. Kwa hiyo ninakukaribisha sana katika neno la Mungu. Napoenda kuanza ibada, wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya mwanangu huyu anakwenda kusikia neno lako. Baba, katika siku ya leo, naomba Mungu msaidie, muhudumie, ukamponye. Ninapoenda kunena pamoja naye asikie na kuelewa. Ninakutukuza na kukuinua, maana tasikia na kujua neno lako Baba katika mchana huu. Naachilia nguvu zako Baba zikatane na kushuka kila mahali Mungu alipokaa, katika jina la Yesu. Nikiteka anga zote za giza na ufalme wa giza, hautakuwa na mamlaka ya kujiinua na kuleta uharibifu, bali wewe ni Mungu utachukua nafasi ya kutawala na kusema naye kwa jina la Yesu, amen. Basi mpendo wa Mungu, ninapenda kusoma na wewe na kushiriki neno la Mungu. Ujumbe wa leo unaitwa hekima ya kimungu. Hekima ya kimungu. Tunaposikia kwamba kuna hekima ya kimungu, maana yake kuna hekima ya kidunia ama ya kibinadamu. Kwa hiyo tuna aina mbili za hekima. Kuna hekima ya kidunia na hekima ya kimungu. Nataka tuzungumze hapa habari ya hekima ya kimungu. Hekima ya kimungu. Hebu tusome kwenye kitabu cha Yakobo, waraka wa Yakobo sura ile ya 3 mstari ule wa 13. Inasema, ni nani aliye na hekima na ufahamu? Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Naonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Unajua wapendwa, hapa neno la Mungu kuna vitu linazungumza. Sikiliza kwa makini. Nasema, ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Maana yake kama kuna mtu ana hekima na ufahamu, sasa huyu ndiye anatafutwa. Sikiliza hapo. Inasema pia naonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Aonyeshe kazi zake katika mwenendo mzuri na katika upole wake. Wewe unaweza kuwa na hekima lakini usiwe mpole. Kwa hiyo kuna hekima ya upole. Hekima hii ya upole ni hekima ya kimungu, hekima ya kipekee, hekima ambayo Mungu anataka kila anayemwamini Mungu, anayemwamini Kristo akawe na hekima ya upole itakayomsaidia akaweze kupata uponyaji na ufalme wa Mungu. Tunaendelea. Inasema, lakini mkiwa na wivu, wenye uchungu na ugomvi miongoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Lakini ukiwa na wivu. Kwa hiyo wivu ni dhambi. Ukishakuwa na wivu, maana yake ni dhambi. Wivu unasababisha vita, unasababisha fujo. Sikilize ninavyosema. 15. Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Hekima ya wivu, dhambi, machafuko, vita, hiyo ni hekima ya kidunia inayoleta machafuko na hali ya uharibifu. Hekima hiyo sio hekima ya kimungu. Kwa hiyo ni ya dunia na binadamu na ya shetani. Kama ni ya kidunia, kama ni ya kibinadamu, kama ni ya shetani, basi hiyo ni hekima ya kupotosha, sio hekima ya kimungu ambayo Mungu anataka tuwe nayo. Kwa hiyo hebu tuendelee tena hapo chini. Sikia. 16 anasema, maana hapo palipo wivu na ugomvi ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. Maana hapo palipo na wivu, unasikia, ukiwa na wivu, pendo wa Mungu, ukiwa na wivu utasababisha machafuko. Palipo na wivu ana machafuko. Kwa hiyo kama una wivu una machafuko. Una machafuko. 17 anasema, lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi. Kwanza ni safi, maana yake ni takatifu, haina shida, haina mawaa. Tena ni ya amani. Tena hiyo hekima ni ya amani. Na ya upole. Tena hekima ya upole.
tayari kusikilizwa, tayari kusikiliza maneno ya watu, tayari kusikiliza maneno ya watu. Ukiona mtu hana hekima, hayuko tayari kusikiliza watu, manake huyo mtu hana hekima ya kimungu, ana hekima ya kidunia. Nasema imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Imejaa rehema manake roho ya kushuka, roho ya kusamehe, roho ya kusaidia. Na inasema kwamba imejaa matunda mema, haina unafiki. Inasema kwamba haina tena fitina. 18 anasema na tunda la haki upandwa katika amani na wale wafanyao amani. Kwa hiyo hapo, mpendo wa Mungu, hebu jiulize kama una hekima na ufahamu wa kimungu. Biblia inasema kwamba utatembea katika njia zako vizuri. Kama utaishi katika dhambi, katika uongo, katika uzinzi, katika tamaa za kimwili na habari ya chumvi na maji na vitambaa vya leo, kama vile manabii wa uongo wanavyofanya, maana yake wewe utakuwa unatembea bila kuwa na ufahamu na hekima ya kimungu. Lakini ukijua hekima ya kimungu, maana yake vitu vya ulimwengu vya kukupotosha wewe utaviacha. Kwa hiyo ninakusihi mpendo wa Mungu, ufuate hekima ya kimungu, soma neno la Mungu na mtafute Mungu kwa uaminifu. Usitafute manabii. Manabii utawatafuta, utawaona, lakini hawatakusaidia. Lakini nataka nikushauri, tafute Yesu aliyekufa pale msalabani kwa ajili yako mimi na wewe, naye atakukomboa. Nataka kuomba pamoja na wewe, baada ya hapo nitakuaga. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu na huyu mtazamaji ambaye amesikia neno lako Baba kupitia chombo hichi. Katika jioni ya leo natangaza nguvu zako na mamlaka zako ziendelee kumfungua na kumponya. Bwana Yesu, nakusihi, naomba msaidie, ukamtie nguvu na kalijue neno lako Baba, na hiki ambacho nimekinena, naomba Mungu msaidie, mpatie hekima ya kimungu ikae ndani yake. Bwana, imponye, imhudumie, asiwa kawaida bali wa tofauti. Nalitukuza jina lako na kulibariki, maana Mungu atakuona kupitia neno lako, na hekima yako ya kimungu itakaa pamoja naye, itamshauri na kumfundisha na kumwepusha na maovu yote. Katika jina la Yesu ninakushukuru Mungu, maana umetenda. Amen. Basi mpendo wa Mungu, unaweza kunipata kwenye namba za simu 0684807080. Hiyo ni namba yangu ya Airtel. Ama unaweza kunipata pia kwenye WhatsApp 0764599915. Unaweza kunipata hapo, na pia ninafanya huduma mbalimbali, ushauri, maombi, maombezi na mafundisho ya neno la Mungu. Karibu sana katika wilaya ya Tarime vijijini, kata ya Legicheri. Unapotaka kwenda Silari, unarudi kwa nyuma, kuna mizani hapo stendi, hapo ndipo napopatikana. Kwa ninakupenda sana mtumishi wa Mungu, ninakualika katika ibada zetu. Tuna ibada Jumapili, tuna ibada Jumatano, tuna ibada Ijumaa, tuna ibada Jumamosi. Kwa hiyo ibada ya Ijumaa ni ya maombi na maombezi ya kufunga na kufunguliwa. Karibu funguliwe. Bwana kubariki sana. Amen.